أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله. Mwenyezi Mungu ameuelekeza wito wake kwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali akimwambia ya ayuhan nabiy, ewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina ala al-qital. Harrid, himiza, harrid, himiza, harrid, himiza almu'minin, waja walioamini imani kamili, ala al-qital, kwa kupigana vita. Himiza waja walioamini imani kamili kupigana vita vya jihad. Unyonge wajiondoshe, udhalilifu wajiondoshe, na msimamo wa kusimama katika kujitetea ndilo kufaulu wa ulimwengu unapatikana kwayo. Ya ayuha nabiyu, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harrid almu'minin, himiza watu wa Islam walioamini imani kamili ala alqital, kwa kupigana. Islamu hii si kujidhalilisha na kukaa kitako. Islamu hii si kujidhalilisha na kukaa kinyonge, bali almu'minu alqawiyyu khairun min almu'min adhaif. Muislamu mwenye afya mzuri, mwenye nguvu, mwenye kukazana, huyu ni bora kuliko Muislamu dhaifu. Sasa unyonge haumo katika Uislamu, wala udhaifu hakuna katika Uislamu, bali ya Rasulullah, ya Nabii Allah, himiza watu wa Islam, harid almu'minin, wa himize waja walioamini imani kamili ala alqital, kwa kupigana. Sasa hiyo jihad kupigana ni sawa na sala, hiyo jihad kupigana ni sawa na saumu, hiyo jihad kupigana sawa na zaka, hiyo jihad kupigana sawa na kwenda katika ibada ya hija na mengineyo. Fardhi miongoni mwa furud, fardhi miongoni mwa furud. Ibada ya sala ni fardhi ya kinamna yake, ibada ya jihadi ya qital ni namna miongoni mwa namna yake. Islami hii ilifahamika katika alfajiri ya Uislamu
Islamu hii ilifahamika katika alfajiri ya Uislamu kuwa ni Islamu ibada na Islamu kitendo ya kikazi. Islamu ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni Islamu kitendo ya kuitetea Uislamu. Na ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake kuwa laisa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal. Laisa al-imanu bitamanni, imani hii haipatikani kwa kutamani tu na kutaraji. Imani sio kwa kutamani wala kwa kutarajia. Natamani kuwa mimi mtu mwenye imani, nitakuwa. Natarajia mimi ni mtu mwenye imani, nitakuwa. Hapana, al-imanu laysa bitamani. Imani haipatikani kwa kutamani wala kwa kutaraji, wala bitahaddi, wala imani haipatikani kwa kujipamba. Kajipamba mtu vazi la Kiislamu, kajipamba mtu mwendo wa Kiislamu, kajipamba mtu msemo ya Kiislamu, kajipamba mtu hali ya Kiislamu. Sio Uislamu huo, sio imani hiyo. Rasul amesema laysa al-iman bitamani wala bitahalli. Imani haipatikani kwa kutamani na kutarajia, wala haipatikani vile vile kwa kujipamba katika hali ya Kiislamu. Walakin ukitaka kujua Islamu kamili barabara, ukitaka kujua Islamu ya kweli kweli, ukitaka kujua Islamu ya hakika, ma waqara fil qalb, ni ile imani ni Islamu ya kweli, ni ile imani ambayo waqara fil qalb, iliyokita katika moyo. Ma waqara fil qalb, imani iliyokita katika moyo, hiyo ndio Islamu. Na ile imani iliyokita katika moyo haitakita pasina Qur'an. Hiyo imani iliyokita katika moyo hautakita pasina Qur'ani. Inapata hiyo imani, inapata kikalio chake Qur'an. Bora kikalio chake ni Qur'an. Bas ma waqara fil qalb, imani iliyo kamili ni ile imani iliyokita katika moyo kwa Qur'an. Tena isitoshe kuamini tu kimoyo moyo, wasaddaqahu, na itasadikisha kuwa moyo huu una imani, na itasadikisha kuwa mwili huu una imani, itasadikisha mtu huyu kuwa ana imani. Chenye kumsadikisha nini? Wasaddaqahu al-amal. Kazi unafanya kazi ya kiimani, ndio inasema kuwa una imani. Huna kazi ya kiimani, wewe si mwenye kuamini. Fanya kazi ya kiimani, hiyo ni dalili kuwa una imani. Huna kazi ya kiimani, dalili kuwa wewe si mwenye kuamini. Ilikuwa wewe si mwenye kuamini. Ndio Rasul amewadhihisha hiyo mambo kwa wale Waislamu waliokuweko katika alfajiri ya Islamu, waliamini hivyo. Hakuna Islamu kwa kutamani na kuamini kimoyomoyo. Hakuna Islamu ya namna hiyo, bali Islamu ni kazi. Islamu ni nini? Ni kazi. Unaamini, unatenda yale ambayo umeamini kwayo kutoka katika Qur'an, na huko unatenda yale ambayo Mwenyezi Mungu kaamrisha na Rasul sallallahu alaihi wasallam kaelekeza. Wakati wa sala, imani, itikadi ya kiroho, unakwenda kusali. Wakati wa jihad, ni kuitetea Islam, wewe katika uwanja wa jihad. Wakati wa Khandaq, kuchimba trench, wewe unakwenda kuchimba trench kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sivyo. Sio Uislamu wa raha mustarehe. Imefahamika hiyo Uislamu leo vibaya. Imeeleweka hiyo Uislamu leo vibaya. Kwa hivyo anaita Mwenyezi Mungu, ya ayuha nabii, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haridhul mu'minin, himiza watu wa Islamu
walioamini imani kamili al-qital, kwa kupigana jihad, wawe na moyo wa kupigana jihad, wawe na moyo wa kuitetea Islam, wawe na moyo wa kuitetea imani. Tena waumini hawa wasishughulike na uchache wao. Waumini wasishughulike na nini? Na uchache wao. En yakum minkum 20 sabiruna yaghlibuna 200. Assurance Mwenyezi Mungu analete, hakikisho Mwenyezi Mungu analete, anaambia hawa watu wa Islamu wachache, en yakum, wakiweko, minkum, miongoni mwenu waja walioamini imani kamili, wakiweko 20, wenye kuamini 20 peke yake, tena 20 peke yake, sabiruna 20 peke yake, wenye kusubiri, wenye kusimama imara, wenye kusimama katika hali ya uthibitifu katika uwanja wa jihad, uwanja wa kutetea dini, wakasimama barabara. Watu 20 wakisimama barabara, yaghlibu 200, watashinda mushrikini 200. Watu 20 watashinda mushrikini 200. Maana yake ilikuwa muumini mmoja anasimama na mushrikini wangapi? 10. Muumini mmoja anaye ugumu wa moyo wa watu 10. Muumini mmoja anaye ugumu wa moyo wa uthibitifu kama ya watu 10. Kwa kuwa yeye muumini, yeye si moja. Yeye muumini anaamini kuwa yuamtaba Rasul salawatullahi alayhi wasallam, yuamfuata. Yeye muumini anaamini kuwa inna Allaha ma'ana, inna Allaha ma'ana. Anaamini Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao, na yule ambaye Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao hawashindiki. Wale ambao Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao hawashindiki. Ndio Mwenyezi Mungu anawaambia, in yakum minkum 20 sabirun, wakiwamo miongoni mwenu waumini 20 walio wenye subira kamili katika hiyo imani, yaghlibu, watashinda wao 200. Mushrikini 200 watawashinda wao, lakini wataka wasimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, watoe kila kitu kinachoitwa nini? Ikhlas. Yani msimamo wetu ukofu ni ikhlasiyun lillah, msimamo wa kutakasa, msimamo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa ayyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru. Hukumu nyingine anasema Mwenyezi Mungu, wa iyyakum minkum, wakiweko miongoni mwenu Waislamu, mi'atun, wako Waislamu 100 walio na imani kamili, waliojawa na subira ya uthibitifu, 100, yaghlibu alfan min alladhina kafaru. Na wapa hakikisho kuwa 100 watashinda 1000 miongoni mwa watu waliokufuru, watu wenye kumpinga Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa watu wenye kumpinga Mwenyezi Mungu ni watu wa shaka, watu wenye kumpinga Mwenyezi Mungu ni watu wenye mbabaiko, watu wenye kumpinga Mwenyezi Mungu ni watu wenye muhangaiko, hawana msimamo. Sasa ndio ndio watu wa Islamu wajue msimamo wao sio msimamo uliokoswa shaka ndani yake, bali msimamo wa shaka. Kwa hivyo ndio natakiwa mtu Muislamu wawe ni wenye kukazana, wenye kusimama imara, wenye kudhibiti imara katika kuitetea dini hii Islam. Basi wakiwako Waislamu 100 wenye kuamini imani kamili, watashinda alfa min alladhina kafaru, mushrikini 1000. Sasa hapo utaona 100 kwa 1000 ni wangapi? 10. Bado anaamini mwenye imani kamili kuwa mimi si utetei dini ya mtu, naitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Sipiganii dini ya Mwenyezi Mungu ya mtu, napigania dini ya Mwenyezi Mungu. Sikujitolea kwa ajili ya mtu au kwa ajili ya kutaka daraja, rank, bali simama kwa ajili ya ikhlas, kwa kuwa nimeamrishwa nifanye na Mwenyezi Mungu, ndio nimetoka. Biannahum qaumun la yafqahuna, hao wenye kumpinga Mwenyezi Mungu
wao ni watu wasiofahamu. Wenye kumpiga Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaumun la yafqahuna, ni watu wasiofahamu kuwa imani inaongeza power. Imani kamili inaongeza nguvu. Imani ya kweli inaongeza kitu katika nafsi, uthibitifu. Hata mtu anaona akijitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hapana hasara, akitoweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hapana hasara, akimalizika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hapana hasara. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa wa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Kuna watu waliokuwa jeshi hapa. Katika jeshi huko kuna kitu inaitwa squad, kuna kitu kingine ya pili inaitwa company, kuna kitu kingine ya tatu inaitwa platoon, ingine inaitwa nini? Kuna jeshi hapa. Hiyo squad ina namba ya watu wake, na hiyo kampuni inayo namba ya watu wake, na hiyo platoon inayo namba ya kampuni yake. Ndiyo Qur'ani inasema watu 20, watu 100, watu 1000. Ndio hivyo, ndio hawa bwana wenye elimu hii ya kisasa umetoa mpangilio wao wa kijeshi katika mpangilio huu wa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Wamepanga kama Mwenyezi Mungu alivyosema hii, wamepanga na katika yao wanafaulu, pamoja na kuwa wamekufuru na wanampinga Mwenyezi Mungu, lakini mpangilio ni huu. Al-ana, anasema Mwenyezi Mungu, hivi sasa nyie watu wa Islamu nimewahurumia. Khaffafa Allahu ankum, amekhafifisha Mwenyezi Mungu mambo juu yenu nyie. Kwa nini alikhafifisha Mwenyezi Mungu? Wa alima anna fikum dha'fa, wa alima anna fikum dha'fa, wa alima anna fikum dha'fa. Alijua Mwenyezi Mungu akiwa bila shaka kuna udhaifu kati yenu. Nyinyi alijua kuna nini? Kuna udhaifu kati yenu. Basi udhaifu huo wa moyo ulioko kati yenu na wapindulia amri. Na ugeuzie anasema fa in yakum minkum mi'atun sabiratun. Sasa kundi linalotakiwa tuko kundi la watu 100. Wakiweko miongoni mwenu watu 100 sabiratun, wenye subira katika mambo ya vita, yaghlibu 200, watashinda watu 200, watashinda watu 200. Wakiweko 100 waumini, wanaweza wakapambana na wasio waumini 200. Hapo hafifu iliyoko mtu mmoja kwa watu 2. Nguvu ya kwanza ya mtu Muislamu, nguvu yake ya kibinafsi. Nguvu ya pili ya mtu Muislamu ni Allah, ni Allah. Na sharti hiyo imani, hiyo imanu billah, ndio inaweza kusimama katika kazi kama hii. Imanu billah. Wa in yakum minkum, ni wakiweko miongoni mwenu alfun, wakiweko waumini 1000 walioamini imani kamili, yaghlibu 2000,
wanaweza kushinda makafiri mushrikini 1000, kwa sababu nguvu ya kibinafsi, pili nguvu ya Allah. Hali ya kuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema nini? Yadullahi ma'al jamaa, nguvu yake Mwenyezi Mungu iko pamoja na watu waliofungamana, wakashirikiana, wakashikamana, wakaacha kufarikiana. Yadullahi ma'al, nguvu ya Mwenyezi Mungu iko pamoja na hawa. Oneni vita vya Badr, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda katika Badr, hakwenda kupigana, alikwenda kufuata msafara wa mambo ya biashara. Alitoka na Waislamu 313 au Waislamu 314. Ule msafara uliposikia Rasul ametoka Madina kuja kutongoja njiani, wakakata njia, wakageuza njia ya safari, na hao msafara walipeleka habari Maka, njoni upesi mtuokoe, msipofika tutakamatwa na mali ya biashara zote zitakamatwa. Wametoka watu Maka, wakaja majeshi 1000, jeshi ya watu 1000. Msafara ulikata njia nyingine, jeshi ulikuja ile njia walioahidiana, wakaja wakutana na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapo imetokea vita, jihad isiyo na mpangilio, ambao haukusainiwa, haukuwekewa ahadi, haukuwekewa tukifika mahali fulani kuna pale fulani. Hao jeshi waliotoka Maka wamekuja na ala za kutumia jeshini, na Rasul sallallahu alaihi wasallam na waumini wenzake hawakujizatiti wala hawakujiandalia, hawakujiweka tayari kuwa tuendani vitani. Lakini imefika kilichofika, kama sema hao Waswahili nini, isilokuwa na budi lazima nini utendwa. Haya, sasa lazima jihad, kupigana pasina andalio. Waislamu 313, mkafiri 1000. Jihad farq baina alhaq walbatil, farq baina alhaq walbatil. Siku hiyo ile siku ile nisema yaum alfurqan, siku ya kufarikisha haki ndiyo upande wa kulia na batil ndiyo upande wa kushoto. Siku gani hiyo? Yaum altaqal jama'an, siku walipokutana makundi mawili, Hizbullah wa Hizbu Shaitan. Ilitokea haya yaliyotokea, hao watu 300 walikazana na watu 1000 mpaka waliwashinda. Watu 300 walishinda watu 1000. Hiyo ndio aliyosema nani? Mwenyezi Mungu. Wakati wenye kusubiri wakakaza moyo, inna Allaha ma'as-sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao, lakini natakiwa moyo ulio na ikhlas, moyo ulio na nini? Na ikhlas. Na hawa ndio wale watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaambia nini? Radiyallahu anhu wa radu anhu. Radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu yuradhi na hawa watu, wa radu anhu, na hawa watu vile wao ni radhi na Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu atawapa. Sasa hebu nijiulize, Mwenyezi Mungu radhi na mimi? Sijui. Hebu wewe ujiulize,
Mwenyezi Mungu radhi na wewe? Hujui. Hebu tujiulize, Mwenyezi Mungu radhi na sisi? Lakini wale wanatembea juu ya hiyo ardhi, chini ya hiyo mbingu, radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu radhi na wao. Fakhri kubwa wao Waislamu waliokuwa katika alfajiri ya Islam, fakhri kubwa juu yao. Na ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam asema nini? Ya Allah, lau ungeliwamaliza hao watu katika hiyo ardhi, usingeliabudiwa duniani. Ya Allah, ungeliwatokomeza hao watu 313, ungeliwamaliza, usingeliabudiwa duniani. Lakini alhamdulillah, hao watu fakhru din, fakhru lislam, fakhru liman, wamesimama imara, haki wakaiweka katika mahala pake, na haitaacha kuwa ni haki ndio iko yalo ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha, mpaka Mwenyezi Mungu atakaporithi hiyo ardhi na wenyewe haki itakuwa juu, kalimatullahi al-ulia. Leo Mwenyezi Mungu itakuwa juu, lazima bas. Fa in yakum minkum mi'atun sabira, wakiweko miongoni mwenu waumini kamili walioamini imani kamili, wao ni wenye kusubiri katika yale ambayo walioamrishiwa. Kwa hiyo yaghlibu 200, wanaweza kuwashinda wa mushrikini 200. Wa yakum minkum 1000, na wakiweko miongoni mwenu waumini kamili walioamini imani kamili tena wenye kusubiri, yaghlibu 2000, wanaweza wakashinda mushrikini 2000. Watashinda kwa nini? Biidhnillah, biidhnillah, biidhnillah. Wanashinda kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu, kwa kupendelea kwake Mwenyezi Mungu, kwa kuiruhusu kwayo nani? Mwenyezi Mungu. Wallahu ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Ye Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri katika maamrisho yake. Ye Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri kwa kutotenda makatazo yake. Kote kote Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri katika kuweka maamrisho yake katika vitendo, yuko pamoja na wenye kusubiri kwa kutotenda makatazo aliyoyakataza. Sasa unataka kuwa na nani? Unataka kufaulu katika Uislamu? Sharti wewe uwe sabir. Sharti uwe nani? Mwenye kusubiri. Na hao wenye kusubiri Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao. Hao wenye kusubiri Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao. Inna Allaha ma'as sabirin. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Vita vya Badr vimemalizika, waliuawa waliouawa, walibaki waliobaki, walitekwa waliotekwa, walitekwa waliotekwa. Ndio Mwenyezi Mungu sasa anamwambia ma kana linabiyin, si wajibu, si lazima kwa mtume yeyote an yakuna lahu asra, awe anayo mateka aliyowateka katika vita. Si lazima kwa mtume yeyote katika vita kuwa na mateka aliyowateka katika vita, si lazima. Hata yudkhina fil ard, mpaka vita vikienea zaidi katika ardhi au vikishika moto sana katika hii ardhi, hapo ndipo ikiwa vita nyingi, hapo ndipo washikwe mateka. Lakini makani, si lazima linabiyin, kwa mtume yeyote an yakuna lahu asra, awe anayo nini? Mateka. Hata yuthkhina fil ardhi, mpaka vita vikiwa vingi
na vimekithiri vita, hapo ndipo tutakiwa kuwa wengine ili nguvu ipunguke, ili nguvu ifanyeje? Ipunguke. Na hayo Badri ilipomalizika, vita vimalizika, mateka wale waliletwa, Mtume salawatullahi alaihi wasallam hana hukumu ya mateka ufanywaji, hana hukumu ya mateka ufanywaji. Mateka wameletwa ndio hawa, na wakafiri wameshashindwa, na waliokufa wamekufa. Sasa tufanyaje ya Rasulullah? Mateka ndio hawa. Mtume sasa lazima ashauriane na nani? Na masahaba. Mtume ikhtalafa an-nas fi usara Badr, walitalifiana watu katika mateka wa Badr. Fastashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr wa Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwataka mshauri Abu Bakar, nini shauri yako juu ya hao mateka? Umar, nini shauri yako juu ya hao mateka, tuwafanyaje hao mateka? Unaona, Rasul sallallahu alayhi wasallam prominent person, lakini bado anataka, ana seek advice. Anataka nini? Mushawara. Tena ya Rasul, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Communication ya Rasul daima na Mwenyezi Mungu na mbingu. Wama yantiqu anil hawa, hatamki kufuata matamanio ya nafsi, in huwa illa wahyun yuha. Akitamka huwa ni wahi ameletewa. Lakini kwa ajili ya ustaarabu wa kidini ya Mwenyezi Mungu, istishara, nataka shauri kutoka kwa nani? Kwa Umar na Abu Bakar. Nini shauri yenu juu ya mateka, tuwafanyeje? Fakala Abu Bakar, Abu Bakar amejibisha, amesema fadihim, wewe chukua fidia kwa, chukua kikombole, wajikomboe hawa, wajikomboe, kila mmoja alete 200,000 300,000 aende zake, wajikomboe. Ifikira ya nani? Ya Abu Bakar wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakala Umar amesema uqtalahum, nini? Uqtalahum, uwawe hawa. Kwa nini? Nia yao ilikuwa nini? Kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nia yao ilikuwa nini? Kuwamaliza hao Waislamu. Hapana hukumu hao, wauawe tu. Sasa mkata shauri nani? Muulizaji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtaka shauri ni yeye. Sasa fikra imetoka ngapi? 2. Uwa achukua kikomboleo. Mwenyezi Mungu amelete amesema nini? Ma kana li nabii, si wajibu kwa mtume yote ayakuna lahu asra, awe na nani? Na mateka wa kuwateka katika vita, hata yusikhina fil ardh, mpaka vita viwe vikubwa, viwe vingi, viwe vimekithiri, vimeenea. Hapo ndipo utapata. Turiduna aradha dunia, nyinyi mwataka mali ya dunia. Zama Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, nyinyi mwataka mali ya dunia, wallahu yuridu al-akhirah, na Mwenyezi Mungu anataka nyinyi mupate thawabu ya akhira. Nyinyi mnataka mufaidike kidunia, mpate mali, na Mwenyezi Mungu anataka mufaidike kiakhira, mpate ujira na thawabu ya kuingiza katika janna. Wallahu, bila shaka yeye Mwenyezi Mungu azizu, mshindi, mwenye nguvu, hakimu, tena Mwenyezi Mungu mwenye hekima kwa kuyaweka mambo yake mahala pake pasina kosa.
ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أثيم. Anasema Mwenyezi Mungu, laula kitabu min Allah, lau isingelikuwa andiko lililoandikwa kwa Mwenyezi Mungu, singelikuwa sabaka limeshatangulia, lisingelikuweko andiko lililoandikwa na Mwenyezi Mungu limetangulia, lisingelikuweko lile andiko lililoandikwa katika Lauhul Mahfudh ile kushatangulia hukumu zenu hizi, isingelikuwa huo mwandiko, la masakum, ingeliwashika nyinyi, fima akhadhtum, katika fidia mlioichukua, ingeliwashika nini? Adhabu na adhim, adhabu kubwa. Lakini tokea azali Mwenyezi Mungu ameshasamehe makosa ya namna hiyo. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya nini? Ijtihad. Hakuna hukumu aliyosema Mwenyezi Mungu auawe au aachwe, ndio sasa anashauri Waislamu wenzake. Sasa hiyo yuko katika ijtihad, na katika mtu akifanya ijtihad katika dini hapana nini kosa ndani yake. Basi aya hii ilipofika namna hiyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Waruya annaha lamma nazalat هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام ثم لسيما صلوات الله عليه وسلم لو نزل العذاب لما نجا منه غير أمراء. نيني لو نزل العذاب لما نجا منه غير أمراء. نيني ثم لسيما لو نزل العذاب لما نجا منه غير أمراء. Leo nazala al-adhab, leo ingeliteremka adhabu kwa sababu ya kuchukuliwa fidia, kikomboleo kutoka kwa mateka, leo adhabu ingelifika, lama naja minhu, asingeliokoka kutokana na hiyo adhabu mtu yote yule, ghaira umara, isipokuwa nani? Umar. Kwa maneno ya Umar ndio yafikana na maneno ya Mwenyezi Mungu. Anataka Umar ndio yale anataka nani? Mwenyezi Mungu. Lao adhabu ingelifika, sasa mimi pia nisingekuwepo, Abubakar asingekuwepo, ila angesalia nani? Umar huyo. Nani? Ndio mambo namna hiyo, ndio ukweli namna hiyo, ndio haki inasimama namna hiyo. Haya, hapo ndipo Mwenyezi Mungu anakwenda kuhalalisha mali ya ghanima, mali ya ngawira, mali iliyotekwa katika vita. Anasema Mwenyezi Mungu, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Fakulu, ni watu wa Islamu, kuleni mimma, miongoni mwa yale ambayo ghanimtum, mlioteka ghanima, miongoni mwa vyakula, miongoni mwa mali, miongoni mwa wanyama, kuleni aliyekuwa hiyo ghanima halalan tayyiba, ni halali kwenu, ni nzuri kwenu. Sasa mali yaliyotekwa katika vita ya jihad na watu wa Islam ni halali kwao kuinini, kuitumia. Wattaqullah, baada ya kuwa ni halali, anasema nini Mwenyezi Mungu? Wattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, khafu Allah, ogopeni Mwenyezi Mungu, msiende kinyume na maamrisho yake. Ogopeni Mwenyezi Mungu, msifanyeje? Msiende kinyume na maamrisho yake. Khafu, ittaqullah, khafu Allah, fala tukhalifu, msimkhalifu Mwenyezi Mungu. Inna Allah, hakika shaka Mwenyezi Mungu, ghafur, ni mwenye kusamehe sana, rahimun, ni mwenye kurehemu sana. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra an ya'lam Allahu fi qulubikum khayran
yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Anasema Mwenyezi Mungu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema qul liman fi aidikum, sema liman, kwa hao watu ambao fi aidikum, wamo katika hifdhi ya mikono yenu, min al-asra, miongoni mwa mateka mliowateka katika Badr. Sema kwa in ya'lamillahu fi qulubikum khairan, akijua Mwenyezi Mungu kuwa katika nyoyo zenu kuna khairi ya imani, akijua Mwenyezi Mungu kuwa katika nyoyo zenu kuna khairi ya imani, akijua Mwenyezi Mungu katika nyoyo zenu kuwa kuna khairi ya imani, basi yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, ya Mwenyezi Mungu atawapa khairi zaidi mima, kuliko yale ambayo ukhidha minkum, yaliyochukuliwa kwenu kutokana na ghanima, kutokana na hiyo fidia iliyochukuliwa. Mwenyezi Mungu atawapa ujira zaidi, malipo zaidi kuliko yale yaliyochukuliwa kutoka kwenu katika kujikomboa. Wa yaghfir lakum, na Mwenyezi Mungu atafuta madhambi zenu zilizotangulia. Wallahu ghafurur rahim, akabla shaka yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe sana, ni mwenye kurehemu sana. Qala al-Baydawi, fasir mmoja anaitwa Baydawi, Sheikh Baydawi amesema, nazalat fi al-Abbas radiyallahu anhu, hiyo aya iliteremka kwa huyo Abbas ami ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya iliteremka juu yake. Hina kallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yufdiya nafsahu, pindi alipokalifishwa na Mtume akomboe nafsi yake, wa bnai akhawaihi, na ndugu wawili wa ndugu yake, amkomboe Aqil na amkomboe Nawfal. Fakala ya Muhammad, huyo Abbas alisema, ewe Muhammad, taraktani atakaffafu Quraisha, taraktani atakaffafu Quraisha, taraktani atakaffafu Quraisha. Je, umeniacha mimi leo nanyosha mkono kwa Makuraishi wanisaidie? Atakafafu, umeniacha mimi leo nanyosha mkono kwa Makuraishi naomba, hali yako mimi ni ndugu ya baba yako. Ya Muhammad, namna gani mimi ni ndugu ya baba yako? Taraktani, umeniacha mimi atakafafu, nanyosha mkono kuomba Makuraishi, ma bakitu, muda niliosalia hii. Fakala, hapo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyo ami yake, amesema nini? Aina dhahabu alladhi dafa'ta ila al-Fadl, iwapi ile dhahabu uliompa al-Fadl? Dhahabu uliompa al-Fadl iwapi? Wakakhurujika, zama kutoka Maka ulimpa al-Fadl kitu, wapi ile dhahabu uliotoa uliompa? Wa qulta laha, na ulipokuwa ukitoka na dhahabu umempa al-Fadl, ulimwambia al-Fadl, inni la adri ma yusibuni fi jihati hadi, mimi nenda katika hiyo Badr, lakini sijui kitakachonipata huko niendako. Basi amana ya nyumba ni hii, kitega nyumba ni hii, mifadhio ya nyumba ni hii. Amempa al-Fadl dhahabu. Fa in hadatha bi hadathun fahuwa laka wa li'iyalik, fa in hadatha bi hadathun fahuwa laki wa li'iyalik. Amesema Abbas, ikitokea kitakachonitokea, fa in hadatha bi hadathun, ikitokea kwangu kitakachotokea, fahuwa laki, hiyo dhahabu itakuwa ni yako, wa li'iyalik, na watoto wako. Fakala Abbas, Abbas hapa alimuuliza nani? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yudirika, kilichokufanya ujue kwa nimempa al-Fadl dhahabu ni nini? Wewe uko hapo Badr,
Na hayo mambo tulikuwa tukiyafanya kule Maka. Kilichokujubia ni nini? Maidrika. Qala, Mtume amemwambia akhbarani bihi rabbi ta'ala, akhbarani bihi rabbi ta'ala, alinipa habari juu hayo Mola wangu mtukufu, ndio alinieleza habari kwa basi wacha kidu kama mapata habari nililetewa. Basi qala, wakati ule Abbas alisema fa ashhadu annaka sadiqun, fa ashhadu annaka sadiqun, fa ashhadu annaka sadiqun, nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwa wewe ni mtu mkweli, wewe umkweli wewe. Wa an la ilaha illa Allah wa annaka rasul. Abbas ameingia katika Islam sasa, na kabla shaka hapana muabudiwa wa haki wa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Amesema Abbas, wallahi lam yattali alayhi ahadun, na wallahi na kwa jina la Mwenyezi Mungu, lam yattali, hakuchungulia wala hakuiona je ya dhahabu pindi nikimpa Mama Fatima kwa mimi na Mama Fatima. Basi hii habari kumfikia bwana huyo ajabu, na bwana huyo amsema Mwenyezi Mungu amletea habari basi خلاص. Bas ndio hapa lam yatali alayhi ahad, hakutizama juu hayo mtu yote. Wala qad dafa'tuhu, na kabla shaka nilipeana hiyo mali ilaiha kwa Mama Fatima, nimempa fi sawadi llaili, fi sawadi llaili, fi sawadi llaili, nimempa katika kiza la usiku. Alikuwako taa ilikuwa hapana, ilikuwa kiza, nimempa kiza. Amana upeana kwenye kiza, hata mwenye kutizama akiwa anataka kuchungulia asione nini niliyopeana. Sasa ndio Abbas anaistajabia hayo, nimempa hiyo kitu katika kiza. Sasa huyu bwana anakuja kutaja kitu ilikuwa kitu fulani. Basi bisawadi ile qala Abbas, hapo ndio Abbas amesema fa abdalani Allahu khairan min dhalik, fa abdalani Allahu khairan min dhalik wa ana antadhiru al-maghfirata min rabbi. Mwenyezi Mungu alinibadilishia khairi, mali nyingi, khairi zaidi kuliko ile niliyokuwa umepata, na mimi niko katika kuongoja hayo ambayo Mwenyezi Mungu atanipa. Nayo ndio hiyo in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan, akijua Mwenyezi Mungu kuwa katika nyoyo zenu kuna khairi, kuna iman, yutikum khairan mimma ukhidha minkum, atawapa nyinyi khairi iliyo bora zaidi kuliko ile iliyochukuliwa kwenu. Ndio hiyo mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, na Mwenyezi Mungu atawasamehe. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Anakazana Mwenyezi Mungu ghafurur rahim, ghafurur rahim, ghafurur rahim. فهل من مستغفر فاستغفر له، فهل من مستغفر فاغفر له. Ana uliza kila siku Mwenyezi Mungu huja mbingu la kwanza hiyo, anauliza je, kuna yule anayeomba msamaha ni msamaha? Je, kuna yule anayeomba msamaha ni msamaha? Sasa hiyo tuko wapi? Tuko wapi? Usingizi wapi? Hii ni usingizi kungorota ni wewe. Tuko katika kungorota, na Mwenyezi Mungu uliza fahal min mustaghfirin fastaghfiru la faghfiru la. Je, kuna yule anayeomba msamaha ni msamaha? Sasa wakati hizo za kumalizika usiku, hii saa 9 ya usiku ndio wakati wa waja wema wanapoamka na kumnong'oneza Mwenyezi Mungu na kumsemesha Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu. Tujitahidi tuone kuwa ala kulli hali, kwa uchache kabisa, kwa ufupi kabisa, alfajiri hiyo sala tujitahidi tusiwe tu wenye kukosa. Uende tukatiwa barazani, sio chumbani, tukawekwa barazani pale. Barada tukiwa pale barazani mzuri vile vile,
alikuwa kwa mzee mmoja hapo na Inshallah, anaitwa mzee Jabiri, ninyi nyote hamjui yeye. Sheikh Mahmud Ismail Mahmud alikuwa akisoma janna namna simsha kama Sheikh swali fi jannat rabbikum lima fishi kudungu sana. Jamemuuliza Sheikh, katika hiyo janna ya Mola wenu hakuna vijumba vidogo dungu sana bafida? Nikamwambia fi dungu sana fi janna. Kale ما يدري شيء حتى كان لكن دبوسات كفايه. haidhuru kitu hata tusipopewa janna nzima ile kuigana na janna potelea mbali, na kitu kupewa hapo kando kando hapa katika vile vijibanda dogo dogo hapa inatosha. Anaitwa mzee Jabiri, Allahumma ighfir lahu warhamhu wazidhu fil janna. Wale watu walikuwa moyo mgumu, potelea mbali, nikipata nyumba ile dogo dogo na nitosha. Basi ndio namna hiyo. Ndio Mwenyezi Mungu anakuja hapa anauliza kina nani wanataka maghfira? Msumuru wa maghfira ni wasabi, lakini hivyo mpaka kitoka basi mambo yanamalizika. Wa in yuridu khiyanatak faqad khanu Allah min qabl فأمكن منهم والله عليم حكيم. يا رسول الله يا نبي الله يا محمد صلوات الله عليه وسلم وإن يريدوا خيانتك، hao watu wakitaka kukufanyia khiana, hao watu wakitaka kukufanyia upungufu wa ahadi mlioahidiana, faqad khanu, si ajabu umekuja mfanyia Mwenyezi Mungu khiana tokea hapo. Wamfanyia Mwenyezi Mungu nini? Khanu Allah. Mtamfanyia Mwenyezi Mungu khiana kabla ya hapo, min qabl. Lakini fa amkana minhum, ya Mwenyezi Mungu alikuwezesha wewe kuweza kuwashindana, kuweza kuwashinda. Fa amkana minhum, Mwenyezi Mungu aliweza kukuwezesha wewe, kukumakinisha wewe, ukasimama nao mpaka ukawashinda. Fahamu kana Mwenyezi Mungu alikuwezesha kusimama na wao mpaka ukawashinda. Wallahu, akabla shaka ya Mwenyezi Mungu alimu, ni mjuzi wa kila mambo ya siri na dhahiri, yote anajua. Halimu hakimu, tena Mwenyezi Mungu mwenye hekima, kila aliyoyaweka huweka mahala pake, kila aliyeliumba ameliumba kama alivyotaka, hakuna kasoro ndani ya kila alichoumba Mwenyezi Mungu. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Mwenyezi Mungu sasa anatupa habari ya wale waumini walioamini imani ya kikazi, sio imani ya kiitikadi. Walioamini imani ya kikazi, sio imani ya kiitikadi. Anatuambia innal ladhina, hakabla shaka wale waja ambao amanu, walioamini imani kamili. Baada ya kuamini imani kamili nini? Wahajaru,